Chumvi ya mawe nyekundu, na nikaeleza kwamba hii chumvi miujiza yake ni mikubwa, na kwa wale wenye haraka haraka kabla ya kumaliza dawa ya uchawi wa mafundo wametumia na wamekuja kunieleza matokeo walioyaona. Nikawaambia, mbona mna haraka sana? Hukutaka kungojea hata kumaliza ile dozi ya dawa ya uchawi wa mafundo, tayari umekishaanza kutumia chumvi. Asema mimi nateswa sana shekhe, kwa mimi sikutaka kungojea, nimetaka kukomesha. Sasa watu wameleta mrejesho, chumvi hiyo inafanya kazi kubwa sana. Hii chumvi, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama atakuwafikia ukawa na uwezo wa kuitumia vizuri, inakwenda kukunufaisha sana. Tusemeni inshallah. Inshallah. Tusemeni tena inshallah. Inshallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawahi kukiumba kitu katika dunia hii halafu akakiacha hivi hivi. Lazima akiwekee siri kubwa, na kila kilichoumbwa kikawekwa kwenye mgongo huu wa ardhi, Mwenyezi Mungu amekiumba kwa ajili yetu sisi. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia. Bila shaka ni yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amekuumbieni nyinyi binadamu vyote vilivyomo kwenye ardhi hii. Yaani kila kilichoko kwenye mgongo wa ardhi Allah amekiumba kwa ajili yetu sisi, isipokuwa tu kuna baadhi ya vitu vingine hatujui matumizi yake. Sasa unapoelezwa matumizi ya kitu, fuatilia, Allah kakiweka kwa ajili yako wewe. Sasa kuna kujitibia kupitia chumvi ya mawe nyekundu. Kuna mwanachuoni anaitwa Ahmadul Buni rahimahullah, anaeleza kuhusu ubora wa chumvi nyekundu ya mawe. Anasema unaweza ukaitumia liibtali sihri, kwa ajili ya kubatilisha uchawi. Wa yu'tabaru milhu al-ahmar madatan hafidhatan wa taridatan liljinni washayatin. Lakini chumvi nyekundu inazingatiwa kuwa ni mali ghafi ambayo inaweza kuondosha na kufukuza mashaitani wa kijini. Fahiya tuathiru ala abdanihim wa taqatihim. Kwa hiyo chumvi nyekundu ina uwezo wa kuathiri energy zao hao mashaitani wa kijini. Wachawi ina uwezo wa kuathiri energy zao na kuiathiri miili yao, na wewe ukabakia ukiwa salama. Na nikaeleza siku hiyo kwamba chumvi ya mawe unaweza ukaiweka kwenye kona za nyumba yako, kwenye pembe ile, kwenye pembe ya pili, pembe ya tatu, pembe ya nne. Fayahrubu wa yaumu almanziru alhudua wasakina. Wale mashaitani wa kijini pamoja na wachawi, hata kama ndani yake kuna misukule, wanaweza wakakimbia kwenye nyumba yako na nyumba yako ikapata utulivu na baraka. Sababu kuna baadhi ya nyumba hazina utulivu, hazina baraka. Na tunasema hii chumvi nyekundu ipo, tulieleza inapatikana mahala gani. Inapatikana kwenye majabali, wayatamayazu bilaunihi al-ahmar, na inajipambanua kwa rangi yake nyekundu, na imebeba madini yanayoitwa oksidi al-hadidi, kwa lugha ya Kiarabu yanaitwa hivyo. Wengine wanasema chumvi nyekundu hii ya mawe inapatikana katika mlima unaoitwa Himalaya, na hasa hasa katika maeneo ya Pakistani
na maeneo yenye ukame, mfano maeneo ya Misri, lakini pia inapatikana kwenye jangwa linaloitwa Sairajani, na jangwa hili liko katika nchi ya Irani. Na hii chumvi imechukua rangi tofauti tofauti, wekundu pamoja na weupe. Lakini kuna wengine wanasema hata kwenye bahari nyekundu, Red Sea, inapatikana chumvi nyekundu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo, wala msije mkadhani Sheikh Abu Jalawi anatupanga. Na wale wenye kuitoa huko wanasema kuna asili ya mafuta, na wengine wanasema mafuta yale mekundu hukamuliwa kutoka kwenye hiyo chumvi nyekundu, wanasema hivyo. Sasa kuna namna ya kuitumia hii chumvi nyekundu, nilielekeza ile Jumapili iliyopita. Unaweza ukaichukua ile chumvi ukachanganya na habatu saudaa. Habatu saudaa ni punje nyeusi hivi, kama mbegu fulani hivi. Habatu saudaa, Mtume anasema inna fi habati sauda shifau likulli dai, kwenye habatu sauda kuna ponyo la kila ugonjwa. Maneno ya Mtume haya sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna wengine wamedharau tulivyowaambia, nendeni mkachukua habatu sauda mchanganye na chumvi hiyo, njoeni hapa tuifanyie visomo. Wengine wamedharau, lakini Mtume anasema inna fi habati sauda shifau likulli dai, hakika kwenye habatu sauda kuna ponyo la kila ugonjwa. Sasa matumizi yake mazuri, ichanganya habatu sauda na hiyo chumvi nyekundu. Na habatu sauda sio bei ghali. Kuna kipimo mpaka cha 500, cha 1000, kipimo cha 2000. Ni wewe mwenyewe unataka ya wingi gani kwenye maduka ya madawa ya kisunna. Ukishapata sasa ile habatu sauda, kama unaileta kwangu, changanya kabisa, ichanganyikane na ile chumvi. Sasa mimi nitakachokuja kukifanya ni kusoma zile muawadhataini ma suratil Ikhlas na kupuliza, inakuwa tayari sasa kwa ajili ya kwenda kuitumia. Hayo ni matumizi namba 1 ambayo tulieleza. Sasa unatumiaje? Unaweza ukatumia kufukiza ndani ya nyumba ikiwa na habatu sauda, au unaweza ukamfukiza yule aliyesibiwa na uchawi, unaweza ukamfukiza mwenye mashaitani, unaweza ukamfukiza aliyesibiwa na hasadi na vijicho, unaweza ukamfukiza mwenye nuksi, unaweza kumfukiza yule mtu ambaye mwili wake umekosa nuru na wengine wanasema nyota yake imechafuliwa, unaweza ukamfukiza yule mtu ambaye hana mvuto. Chumvi hiyo ikichanganyikana na habatu sauda inakwenda kufyonza kitu kinachoitwa negative energy. Negative energy inasababishwa na uchawi, negative energy inasababishwa na mashaitani wa kijini, negative energy inasababishwa na hasadi pamoja na vijicho. Lakini walioleta wameleta watu wachache. Mwingine hakufanya hivyo kwa sababu ya ubahili tu. Yaani yeye anaifanyia ubahili ile 500 au 1000. 500 au 1000 utaifanyia nini zaidi ya kwenda kununua ugoro na kuvuta? Utanunua ugoro tu unavuta basi. Lakini tukaelekeza kwamba unapotaka kuitumia hii chumvi, itumie wakati nishati ya jua imepungua. Itumie wakati nishati ya jua imefanya nini? Imepungua. Nishati ya jua inapungua wakati ghurubi shams, wakati ule jua linafanya nini? Linazama. Au wakati tului alfajiri, au ule wakati alfajiri inafanya nini? Chomoza. Fukiza kwenye nyumba yako wakati huo, au mfukize yule mwenye matatizo wakati huo, ni vizuri zaidi. Lakini kikubwa zaidi, hii chumvi hii unapotaka kuitumia kwa ajili ya nyumba, kama nilivyoeleza, haya majumba yana mambo.
Kuna baadhi ya watu wengine wanaharibikiwa maisha, lakini chanzo cha kuharibikiwa kiko ndani ya nyumba. Wapo wanaoharibikiwa mahusiano, lakini chanzo cha mahusiano yao kuharibika ndani ya nyumba. Kuna wengine wanachukiwa na kusingiziwa mambo ambayo hayapo, lakini ukiangalia ni chanzo ndani ya nyumba. Mara nyingi katika nyumba kuna kitu kinaitwa negative energy. Inategemea kinasababishwa na nini tu. Yawezekana negative energy inasababishwa na uchawi, yawezekana inasababishwa na mashaitani wa kijini, lakini pia inawezekana negative energy ikasababishwa hata na watu wabaya ambao wanakuja kukutembelea wewe. Negative energy. Ndio maana tukasema weka kwenye pembe moja na ya pili na ya tatu na ya nne. Inafyonza ile negative energy iliyoko ndani ya nyumba yako. Unaweza pia ukaweka kwenye mlango mkubwa unaoingilia watu, kwenye kona ya mlango mmoja na kona ya mlango wa pili, ambao unajua hapa ndio watu wote wanaingia. Ukifanya hivyo, mtu mbaya akiingia tu na ule ubaya, chumvi ina uwezo wa kufyonza ile negative energy aliyoingia nayo, na hautopata na madhara wewe. Unaweza ukaitumia hii kwa kudeki kwenye nyumba yako au katika eneo lako la biashara, ukiwa umeichanganya na habatu sauda. Inafanya vizuri mno. Yaani ile deki utakayopiga wewe inakwenda kufyonza negative energy iliyoko kwenye nyumba yako au kwenye eneo lako la biashara. Naelekeza ili kama mtu hujafanya hivyo ukachanganya ikasomewa ufanye. Lakini pia unaweza ukaichukua ile chumvi ukiwa umeichanganya na habatu sauda, ukatia kwenye glasi ya maji, unaweka chini ya uvungu wa kitanda unacholalia. Kwa mtu ambaye hapati usingizi, kwa sababu inakwenda kufyonza negative energy zinazokuzuia wewe kulala, utalala vizuri. Kama unayo matatizo kwenye mwili, ukiweka chini ya uvungu inakwenda kufyonza negative energy zilizoko katika mwili wako, matatizo yale yataondoka. Iwe ni maradhi, iwe ni nuksi, iwe ni vifungo, unaweza ukafanya hivyo. Lakini nikaeleza kwamba hii chumvi hii ikichanganywa na habatu sauda, unaweza ukawa unasugulia mikono yako, na hasa pale unapotaka kwenda kuomba kitu, unasugulia mikono yako. Ukiweza kuchanganya na mafuta yako mekundu, unachanganya, unasugulia mikono vizuri kabisa, unajisafisha, unatoka. Tukasema unaweza kusugulia nyayo zako za miguu. Kama unakwenda kutafuta kazi, unakwenda kuomba kazi, unasugulia zile nyayo zako, ndio unakwenda. Ina uwezo wa kuondosha negative energy zinazozuia wewe kukamata fedha, zinazokuzuia wewe kupata kazi. Inazuia, inafyonza zile negative energy. Na ukisugulia mikono kama huna baraka ya kukamata pesa, maana kuna baadhi ya watu ukishika pesa tu zinapitiliza. Sasa tunazo pisi hapa kama 10 tu, pisi kama 10. Kwa wale ambao hawajachukua leo pia tutawapa, lakini leo kidogo, kwa sababu sio siku kubwa, tutawapa kwa shilingi 5,000, lakini tutawapa na yale mafuta kwa shilingi 5,000 na yale mafuta. Na ukiipata, nunua habatu sauda, imma ya shilingi 500, imma ya shilingi 1,000. Nunua ile habatu sauda, ichanganye. Kila aliyekuja mimi nilifanyia kisomo ile chumvi, kila aliyekuja. Kwa hiyo tutafanya hivyo, ndio baadaye tuje tugawe sasa na zile karatasi zetu kwa wale ambao wanaweza kuchukua. Leo ni 5,000.